Klabu ya Yanga imetangaza msimamo wake mara baada ya kuweza kuahirishwa kwa game ya tarehe 8 mwezi wa 3 2025. Of course jana kupitia ukurasa wao rasmi kabisa wa Instagram waliandika ujumbe ambao ulikuwa mzito sana, ujumbe ambao ulikuwa unaeleza kwamba ulikuwa na vitu vitatu muhimu ambavyo vilikuwa vimeainishwa mle ndani. Yote haya yanakuja mara baada ya Simba kuweza kugomea mechi tarehe 8 mwezi wa 3 2025, mchezo ambao ulikuwa ni namba 184 mchezo wa ligi ya NBC, ambapo wawili hao walitakiwa kukutana katika dimba la Benjamin Mkapa. Simba aligomea mechi hiyo kwa sababu ambazo anazifahamu yeye. Anakuambia kwamba walizuiliwa kuweza kufanya mazoezi katika uwanja huo, na kikanuni ilibidi wafanye mazoezi katika uwanja huo siku moja kabla ya mchezo, lakini waliweza kuzuiliwa na mabouncer. Wenyewe wanadaiwa ni mabouncer wa Yanga ndio ambao waliweza kuwazuia. Sasa tarehe 8 mchezo huu waliogomea, na TFF ilitoa taarifa rasmi kabisa kwamba kutokuwa na mchezo baina yao na Young Africans, na watatoa taarifa rasmi kuelekea mchezo huu ambao utapigwa siku nyingine. Sasa Yanga wametoa taarifa yao, na huku wakisisitiza vitu vichache sana kwenye hiyo barua yao kwamba hawatakuwa tayari kucheza mchezo huo siku nyingine yoyote ile ambayo itapangwa na bodi ya ligi. Lakini pia wameomba kamati ya utendaji Yanga imekubaliana kutoshiriki mchezo namba 184 kwa tarehe yote itakayopangwa. Pili, waomba klabu ya Yanga kupewa haki yake ya ushindi kama inavyoeleza kwenye kanuni pindi timu moja inapogomea mechi. Na cha tatu, wasema kutokana na mfululizo wa uvunjifu wa kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji ligi kuu chini ya mwenyekiti wake Steven Mguto na klabu wa kamati hiyo Almas Kasongo. Hivyo tunaliomba shirikisho la mpira wa miguu TFF kuvunja kamati hiyo na tunaomba kuteua uongozi mwingine ambao utakuwa na uadilifu, wenye nia njema na maslahi mapana kwa mpira wetu. Hao ni Young Africans ambao walitoa ujumbe huo kupitia IG yao. Makubaliano yao yako hivyo. Mimi naitwa Chris.